tunakataa kwa mamlaka damu Yesu. Tunaposogea mbele zako Mungu kwa toba, ukarehemu, ukatufungue watoto wako. Kila palipofungwa Baba ukapate kutuondolea. Iwe pamefungwa kwenye malango yako, iwe pamefungwa katika anga, katika ardhi, popote palipofungwa na nguvu za adui, iwe pameshikiliwa katika nguvu ya dhambi, tunasogea mbele zako kwa toba. Tunaruhusu damu ya kwa rehema ikatembee katikati ya kusanyiko la watoto wako, wafungue kutoka utumwa, wafungue kutoka dhambi. Kwa damu ya kwa rehema tunaiachilia nguvu yako Jehova, na ikatembee katikati ya kanisa. Tunang'oa kila mapando ya adui, nguvu za giza, roko za uganga, roko za kila ushirikina, uchawi wa kila namna. Tunafungua kwa mamlaka damu Yesu. Tunatuma moto kwa damu ya Yesu. Tunatuma moto kwa damu ya Yesu. Tunatuma moto kwa damu ya Yesu. Tunaziangamiza nguvu za adui, mamlaka za kuzemo. Tunang'oa kila mapando ya yule adui. Tajikabidhi mikononi mwako. Tamalaki katikati ya semina hii Baba, kwenye mafungo haya tukumbatie mikononi mwako, tupe nguvu. Tunatamani mioyo yetu kukuona, tunatamani mioyo yetu kutumikia, tunatamani kuona ukitenda kwa ajili ya watoto wako. Wafungue wao walioko utumwani, waliokamatwa na nguvu za giza. Wafungue walioko utumwani, waliokamatwa na nguvu za adui, mapepo majini, nguvu za uharibifu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Jehova mtakatifu, sema nasi, tuhudumie sasa, uliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja useme amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sini wakaribishe, tutaendelea kuimba korasi na waimbaji hawa tunapoiandaa mioyo yetu kwa ajili ya neno na maombi. Wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda, uninyunyiziaye maji wakati wakati wa ukame, wakati wa ukame.
Sema, Mungu wa huruma, ninasogea mbele zako, ninauliza uwepo wako pamoja nami, kwa damu yako ya rehema na kwa jina lako Yesu. Jicho lako Yesu linaona yale yote ambayo macho yangu hayawezi kuona. Ninaisogeza vita yangu mikononi mwako Yesu, kwa damu yako ya rehema. Kila mamlaka inayoshindana nami Yesu, kwa damu yako ya rehema ukaniondolee. Mamlaka za waganga, mamlaka za wachawi ukaniondolee Bwana. Kila madhabahu inayoshindana nami jioni ya leo, kwa damu yako Yesu, hiyo madhabahu ikavunjike na kuharibika. Kila roho za uajenti zinazotumwa kushindana nami, kwa damu yako Yesu na kwa jina lako Yesu, hizo roho zikaharibike kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za mapepo, roho za wachawi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Hebu kila mmoja endelea kuinua kinywa chako, omba ndu mbele za Bwana, jitakase, omba Mungu akuhudumie, omba Mungu awe sehemu katikati ya ibada hii. Endelea kuinua kinywa chako, omba mbele za Bwana. Jehova mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Baba, katika jina la Yesu, umetupa majira haya kusogea mbele zako kwa ajili ya toba. Unajua mambo mengi yaliyotendeka katikati ya maisha ya watoto wako, yale ambayo macho yao ya nyama wala hayawezi kuona. Utukuze Mungu uliyewapa neema kukujua kwa damu yako rehema, uliyesimama na watumishi wako, hata ulisimama nao walipopita nyakati ngumu, lakini mkono wako ulikuwa pamoja nao, nao ukawakumbusha toba. Ndio umesema katika Isaya 43:25, unasamehe maovu yetu kwa ajili yako mwenyewe, wala utakumbuka dhambi zetu. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyekuja katikati ya ibada hii, wanautafuta uso wako. Ni maombi yangu mbele zako Jehova, wala usimwache hata mmoja katika mikono ya adui. Na jioni ya leo, sema na nafsi za watoto wako, sema na fahamu zao kwa damu yako rehema na kwa jina lako Yesu. Kila palipofichwa nafsi zao, kila paliposhikiliwa, iwe ni kwenye madhabahu za bahari, iwe ni kwenye roko za waganga na wachawi, kila mamlaka za giza, tunaiachilia damu ya Yesu. Tunavunja nguvu za adui, tunavunja mamlaka za kuzemo, tunang'oa kila mapando ya adui, kila connection za uharibifu. Na iachilia nguvu ya damu yako Yesu, na iachilia nguvu ya damu yako. Tunakomboa kila kilichotekwa na fahamu za watoto wako, ndipo zikarejeshe. Ndio kina mamlaka yako ikawarejee watoto wako. Itakase madhabahu, takasa anga, takasa malango, takasa ardhi, takasa mioyo ya watoto wako. Tunapokwenda sasa kusikia ujumbe wa neno lako, sema na nafsi za watoto wako, kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mmoja useme amen. 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 Bado hatutakwenda pamoja. Nimewaambia jana, leo mmesahau. Tunapozungumza mawasiliano ni pande mbili, na watu wanajisikia uzito kusema amen. Amen tu ina maana sana mbele za Bwana. Usitamani kunyamaza, lakini kinywa chako tunapoingia kwenye maombi, tamani kuomba, tamani kuwa na mawasiliano, lakini kutokuwa bubu. Napokuja kwenye maombi, tamani kuwa sehemu, kwa sababu neno la kinywa chako lina maana sana mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mnamsubiria nini? Msaidieni arudi pale. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigie Mungu makofi ya sifa. Pigieni Mungu makofi ya sifa. Tukuzeni Mungu kwa hayo makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Niwakaribishe mketi mbele za Bwana. Kiwa kwenye maombi, usitamani si nisemeje, kuwa bosi wa moyo wako, lakini ukiwa kwenye maombi, tamani kuwa sehemu, ukiamini ya kwamba uko mbele za Bwana, ukiamini uko mahali ambapo pamebeba majibu ya mahitaji yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mshukuru Mungu kwa ajili yako, na nikukaribishe nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya siku nyingine tena ya maombi. Na kama ninavyotamani, naweza kumpungia mkono aliye karibu yako. Yuko karibu kabisa, unaweza hata kushika mkono wake na mwambie hongera kwa kufika nyumbani mwa Bwana. Maana mpungie tu mkono huyo jirani yako, mwambie hongera kwa kufika nyumbani
mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwambie tu tena huyu aliyekaa karibu yako, jiandae kwa ajili ya maombi. Jamani, mwambie aliye karibu yako, jiandae kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi natamani ujiandae leo kwa ajili ya maombi. Leo sio siku ya mchungaji kuomba. Leo ni siku ya wewe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama umenielewa nipungie mkono namna hii. Sema kama umenielewa nipungie mkono tena namna hii. Haya, mgeukie tena aliyekaa karibu yako, mwambie leo jiandae kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno kutoka kitabu cha Waamuzi sura ile ya 8 na nitaanza mstari ule wa 22. Waamuzi sura ya 8 kianzia mstari wa 22. Neno linasema, ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideon, tawala wewe juu yetu, wewe na wanao na mjukuu wako pia, kwa kuwa wewe umetuokoa na mikono ya Midian. Gideoni akawaambia, mimi sitatawala juu yenu, wala mwanangu hatatawala juu yenu. Yeye Bwana atatawala juu yenu. Mimi sitatawala juu yenu wala wanangu, lakini yeye Bwana ndiye atatawala juu yenu. Kisha Gideon akawaambia, mimi nina haja yangu niitakayo kwenu, ni ya kila mtu kunipa hizo pete za masikio ya mateka yake, kwa maana walikuwa na pete za masikio za dhahabu, kwa sababu walikuwa ni wa Ishmaeli. Wakajibu, tutakupa kwa mioyo. Basi wakatandika nguo chini, wakatia humo kila mtu pete za masikio ya mateka yao. Na uzani wa hizo pete za dhahabu alizozitaka ulipata shekeli dhahabu 1,700, mbali na makoja na vitani na mavazi ya rangi ya dhambalau waliokuwa wameyavaa hao wafalme wa Midian, tena mbali na mikufu iliyokuwa katika shingo za ngamia zao. Basi Gideoni akafanya naivela kwa vile vitu, akaiweka katika mji wake, mji huo wa Ofra. Nao Israeli wote wakaenda na kuiandama kwa ukahaba huo. Nayo ilikuwa ni tanzi kwa Gideon na kwa nyumba yake. Hivyo Midiani walishindwa mbele ya wana wa Israeli, wala hawakuinua vichwa vyao tena. Nayo nchi ilipata kuwa na amani muda wa miaka 40. Kisha huyo Yerubahari mwana wa Yoash akaenda kukaa katika nyumba yake mwenyewe. Gideon alikuwa na wana 70 waliozawa na mwili wake, kwa maana alikuwa na wake wengi. Na suria yake aliyekuwako Shekemu, yeye naye akamzalia mwana, naye akamwita jina lake Abimeleki. Basi Gideoni mwana wa Yoash akafa mwenye umri wa uzee mwema, akazikwa katika kaburi ya Yoash baba yake katika Ofra ya Mwebielezi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, kuanzia jana nimetembea nanyi katika neno linalosema
umuhimu wa toba kwenye misingi. Na kwa wale ambao wanakumbuka, nilisema nanyi jana, tunapozungumza habari ya misingi, tunazungumza habari ya mwanzo wa vitu, mwanzo wa watu au mtu. Ni yale mambo yaliyotangulia yakajenga utangulizi au nguvu ya mambo yaliyosimama juu yake. Na jana nikawaambia mambo mengi yaliyotangulia kwenye misingi huwa hayaonekani, kwa sababu kile kilichojengwa juu yake ndicho kimefunika mwonekano wa misingi. Kazi ya msingi sio hitimisho, lakini msingi kazi yake ni kuratibu vile vilivyojengwa juu yake. Misingi imebeba mamlaka, misingi imebeba nguvu, misingi imebeba ile milango au ile namna inayoratibu yale yaliyojengwa juu yake. Nikasema jana, hata tukizungumza msingi wa nyumba hii, ukiona miaka nyumba hii imeishi na ukiona ipo haina hata mipasuko, ni kwa sababu ya uimara wa msingi uliojengwa kwenye nyumba hii. Ndio maana pia katika Zaburi anasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nikawakumbusha jana habari za Hezekia ambaye hakupenda kuziendea njia za uovu wala uharibifu wa baba yake, lakini maandiko yanasema akaenda katika njia za Bwana, akaenda katika njia za utakatifu, akawaelekeza Israeli katika njia za Bwana, kinyume na yale baba yake alifanya. Lakini amewekwa kuwa mfalme baada ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mara kadhaa wanasema, kama kuna kitu hata mimi kama mchungaji huwa kinanitesa, ni pale ninapohamishwa kituo kimoja kwenda kituo kingine. Haijalishi ukubwa au udogo wa kituo ninachokiendea, haijalishi ukubwa au udogo wa kituo ninachokitumikia, lakini kitu ambacho huwa kinanitesa ni kwa sababu unakwenda mahali palipojengwa misingi na watu wengine. Kwa macho ya nyama unaweza kuona ni mahali pazuri, lakini alimradi pamebeba misingi ya watu wengine, uharibifu wake au vita yake huwa ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikie tu vizuri. Sisi wachungaji, unapoambiwa unakwenda usharika fulani, miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatupa shida, unakwenda mahali palipowekezwa na aina ya maisha ya mtu mwingine, na kwa sababu ni madhabahu, aina ya ibada ambazo anaondoka alikuwa nazo, haijalishi alikuwa na maabudu Mungu wa kweli au anafanya. Lakini unapoiendea madhabahu nyingine, pamejengwa katika misingi ya yule anayetoka, unapokuja kuingia wewe, gharama yake huwa ni kubwa, kwa sababu misingi ndio inaratibu. Kwa kuna wakati unaweza ukapita kwenye vita sio vya kwako, lakini vita vya watu waliotangulia, aina ya maisha waliochagua. Unakwenda kwenye maeneo mengine, watu wamelia, watu wamevurugana na shetani amepata uhalali juu yao. Hata kama kwa macho ya nyama panaweza kuwa ni mahali pazuri, lakini misingi huwa ni kitu cha muhimu sana.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unapojifunza kwenye neno ambalo nimelisoma leo, ni neno pana, na huyu ni Gideon. Na ukisoma habari za Gideon, alipokea uamuzi kutoka kwa mwanamke aliyeitwa Debora. Na Debora alilala katika utakatifu na katika usafi. Lakini ukimya baada ya kulala kwa Debora, Israeli wakaingia katika uovu. Wakamkosea Bwana, wakapita katika majira ya maumivu kwa sababu ya dhambi. Mungu akakasirika, akawaacha Israeli wakateseka. Maandiko yanasema baada ya miaka 7, hapa mwanzo wakati wanateseka, wakajitengenezea mashimo, wakatengeneza ngome, wakaimarisha, wakapigwa. Baada ya miaka 7 ndipo Israeli anatambua, na maandiko anasema Israeli akamlingana Bwana, akalia mbele za Mungu, na Mungu akamtuma nabii, nenda akaseme na Israeli. Israeli akaambiwa habari ya uovu na kwamba mapito waliopita nayo na hasara za miaka 7 ni kwa sababu ya dhambi zao. Ndipo Mungu akawatuma malaika, wakaenda kwenye nyumba ya mzee aliyeitwa Yoash. Na Yoash ndiye alikuwa baba wa Gideon. Siwezi kusema marefu, lakini akapita, ndipo akamtumia Gideon. Kwanza akamfundisha, na baadaye, baada ya Gideon kuelewa ya kwamba huyu anayesema nami ni Mungu, maandiko yanasema ndipo Mungu akamtumia Gideon kwenda kuvunja maashera, maana yake kuharibu zile madhabahu za baba yake. Na baada ya kuwa ameteketeza na kuharibu, Mungu akamtumia Gideon kwa wokovu wa taifa la Israeli. Gideon akapigana ile vita, na Gideon akawakomboa Israeli. Na Israeli walipokombolewa, maandiko yanasema nini? Na mambo ninayotamani ndio maombi yetu ya jioni ya leo. Israeli wakawabeba mateka wale wa Ishmailia, moja ya vita walivyopambana navyo. Vita vya kwanza walipigana na Wamidian, wakafanikiwa. Mara hii wakapigana na Waishmailia, wakawashinda, na walipowashinda wakawakamata mateka. Natamani naposimulia mambo haya, nafsi yako iwe inaelewa kwa nini wanatamani tunapozungumza habari ya toba. Kila wakati sijafundisha jambo jipya kabla sijasema nawe kwa habari ya toba. Kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vinaishi kwenye maisha ya watu, wala ninyi msijue. Nikisema hayo, hata kwenye maisha ya kanisa, kama kuna vitu ambavyo shetani wanavitafuta kwenye maisha ya kanisa, ni kuwafunga au kuwatafutia ridhaa. Yaani kuna vitu vingi wa vinafungwa kwenye ulimwengu wa roho, na wewe unaweza kuona ni kawaida, lakini vikifungwa kwenye ulimwengu wa roho huwa vinaipa kuzimu uhalali, wakati mwingine wa kufunga, wa kuzuia mambo ya msingi ambayo wakati mwingine ungeliyatamani. Lakini kuzimu ikiwa na uhalali, kuna vitu huwa vinazaliwa, kuna tabia huwa zinazaliwa, kuna aina ya maisha huwa yanazaliwa kulingana na matakwa ya kuzimu. Gideon sio kwamba amekusudia kufanya dhambi, hapana. Wameingia katika vita na Waishmailia, na Mungu amewafanikisha kushinda ile vita. Wakawabeba wanawake wale wa Kishmailia kama mateka. Maandiko yanasema Israeli wakainuka wakamwambia Gideoni, kwa namna ulivyotutendea, umetushindia vita ya Wamidian,
Na sasa Waishmaelia anasema inuka ututawale, tuko tayari. Ututawale wewe, hata watoto wako, hata wajukuu zako, na mtutawale, kwa sababu tumemwona Bwana katikati yenu, mlivyotupigania, mlivyotushindia. Gideon akasema hapana, mimi sitawatawala ninyi. Na huo ulikuwa ni mtego mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Huo ulikuwa ni mtego mkubwa. Taniuliza, ni mtego gani? Wao walimtaka Gideon awatawale, lakini Gideon anajua sio yeye, ni Mungu aliye ndani yake ndiye mwenye mamlaka ya kuwatawala, kwamba uweza wa kuwaongoza sio wa kwake bali ni wa Mungu. Kwa Gideon anawaambia sio mimi, wala sio watoto wangu, wala sio wana wa wana wangu, lakini Mungu wa mbinguni ndiye atakayewatawala ninyi. Na lakini Gideon akawaambia, ninalo jambo moja tu ninalolitaka kwenu. Hao mateka mlionao masikioni mwao wana pete za dhahabu. Nipeni hizo pete nitengeneze na ivela. Nipeni mavazi yao, mavazi ya zambarau, kwa sababu rangi ya zambarau ni rangi ya kifalume. Kwa nipeni mavazi yao ya rangi ya zambarau, kwa sababu ni rangi ya kifalume. Lakini zaidi nipeni pete zilizoko masikioni mwao. Wakati Gideon anaomba asielewe, pete zilizoko masikioni mwa wale wanawake zinabeba madhabahu zao. Sio pete za kawaida, ni pete za ibada. Ni mapambo ndio, lakini zimetoka wapi? Siku moja nimewahi kufanya huduma nikiwa kwenye moja ya sharika nilizo nazo, na kuna binti moja aliyekuwa ameolewa na wenzetu wa imani nyingine. Imani gani? Sitaki ugomvi, uwe mwenyewe utanielewa. Wakaingia kwenye vita kubwa, vita ya ajabu sana, na ile vita ikawasababisha, dada alifika mahali akaona hapa sasa haiwezekani, akaamua kutoka. Sasa akawa amejipanga kutoka kwenye ile ndoa, awe huru kwenye imani yake. Na wakati huo walikuwa pia wameingia kwenye vita, kiwango ambacho kesi yao ya ndoa waliipeleka mahakamani. Ni mfano wa kweli kabisa. Na alipokuja akanisimulia mapito anayopita nayo, mchungaji, mimi nilikuwa nafanya biashara zangu, nilikuwa na uwezo, huyu mwanaume nimeanza, tulikuwa tunalala chini, Mungu ametupa neema, tumebebana naye, lakini leo mwanamume ana mamilioni ya mapesa kwenye mitaji ya kazi zake na mama yake mzazi. Huyu dada anatafuta mtaji wa $100,000 wa biashara. Akaniambia, mchungaji, kuna vitu naviona, lakini nimeshaamua, haya ni maamuzi yangu. Niliomba naye mara kadhaa, na moja ya siku nikamwambia, hiyo pete umeipataje? Akanambia, ni pete tu nilitengeneza. Na ulitengeneza wapi? Akanambia, kwa Sonala. Mume wangu yeye alilipia tu kule kwa Sonala, lakini nilienda mwenyewe nikapima na ndio nikatengenezewa, wala haina shida, ni pete tu. Ni pete ya ndoa? Anasema hapana, hakunivalisha siku ya ndoa, isipokuwa niliipenda nikaitamani. Kwa tulienda kule kwa Sonala tukaipima, mume wangu akailipia, na ndio ni pete ya aina hiyo. Nikaambia, mimi natamani kuomba kwa ajili yako, lakini leo kabla sijaomba, vua hiyo pete, weka hapa mezani, halafu niombe kwa ajili yako. Wakati anataka kuivuta ile pete, aliinuliwa kwenye kiti kidogo apige kichwa kwenye mlango wa ofisi yangu, yaani alirushwa kama mshale. Na mshukuru Mungu alinijalia nguvu ya kutosha, na ni kama nilishasemeshwa kabla. Kwa alipofyatuka nilikuwa tayari nilimwahi, lakini alikuwa anakwenda kubamiza kichwa kwenye mlango. Yaani alirushwa, na huko kurushwa ni kwa sababu anaichomoa pete.
yakalipuka maroho. Nikaomba na tumemaliza, nipo ananiambia mchungaji, kwani ulijuaje? Nikamwambia nilijua nini? Anasema unajua hii pete mimi hata sikuelewa kama inanitesa kiwango hiki. Nikamwambia mimi nilisemeshwa, wewe uliona kama, na wakati mwingine hakuelewa. Yeye aliona tu kama imeenda kwa sonala, lakini hakujua kumbe ilipelekwa kwa sonala, ikatoka kwa sonala, ikaenda kwenye ibada, ikarudi kwa sonala, yeye akaichukua yeye mwenyewe akaivaa, lakini kumbe imepitishwa. Yeye ameivaa kama pete ya kawaida, kumbe amefungwa kwenye vifungo vya madhabahu ambazo hakujua. Ndio tunaingia kwenye mchakato. Mungu anamvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maandiko anasema nini? Gideon akawaambia wale watu wana Israeli, ombi langu kwenu ni moja, habari ya kuwatawala mtatawaliwa na Mungu, lakini sio mimi. Lakini ombi langu, hizo pete za kwenye masikio ya hao mateka wenu. Anasema wakachukua nguo wakatandika chini, wote wakamrundikia, ikawa uzani wake, wakametaja pale kwenye maandiko, na akatengeneza hiyo naivela akaiweka juu ya nchi pasipo yeye kujua, asijue ya kwamba zile pete zimeshikwa katika mamlaka za miungu yao. Kwa alipotengeneza kama mfalme akaweka juu ya eneo la kifalme, yeye anafikiri yuko salama, lakini kumbe zile pete anainua madhabahu za Waishmailia. Baada ya kutengeneza naivela, maandiko yanasema nini? Ni kwamba ndipo wana wa Israeli wote wakaendea roho za uasherati, yani roho ya uasherati, roho ya bahari beriti ikainuka juu ya nchi, ikatawala nafsi za wana wa Israeli. Walifungwa kwa sababu ya ile naivela iliyotengenezwa kwa mapambo ya masikio ya wanawake wa Kimashelia, kwa sababu ile dhahabu ya masikio yao haikuwa dhahabu tu, ilikuwa ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nikisema hayo maneno naelewa ya kwamba kuna vitu vingi pia hata kwenye maisha ya kawaida. Kuna watu mnapita, jicho la nyama linaweza kuwa halijui, lakini kuna mambo ambayo yameshikilia, mengine ni ya kiibada na yamkini hujui, lakini kuna vitu ambavyo vimetengeneza misingi, na wakati mwingine ndio inabeba hiyo taabu ambayo watoto wa Mungu wanapita nayo. Kijifunza kwenye historia ya familia ya Gideon, anasema hata yeye Gideon sasa, pamoja na kwamba Mungu alimuinua katika utakatifu, anakuambia alikuwa na wana 70. Hawa ni kwa wake zake wa ndoa, lakini alikuwa na suria wake katika mji wa Shekemu, na yule suria alimzalia mwana. Hii roho ya bahari beriti iliyopandwa kutokana na hizi pete, yale mapambo ya wale wa Ishmailia, anasema ilinuka juu ya nchi ikawachafua wana wa Israeli. Ukifuatilia, wakati Gideon amelala, yule mwana wa ukahaba kutoka Shekemu aliinuka ule mlango wa 9 kasome, akaenda kwa watu wa mama yake Shekemu, moja ya miji ambayo Gideon alitawala, akawauliza, je, mko tayari? Lipi jema kwenu? Hawa wana 70 wanawake wengine wa watawale, au mimi niliye ndugu yenu? Na huyu anayeongea ni mtoto aliyezaliwa kwa suria, kwa kahaba wa Gideon. Anasema wakamuunga mkono, akaenda kwenye madhabahu ya Baali Beriti, akapata sadaka kule, na hizo sadaka akazitumia kwa ajili ya kufanya kampeni achaguliwe kuwa mwamuzi baada ya baba yake. Wakamchagua kwa fedha ya madhabahu ya Baali Beriti, na kwa ile fedha maandiko anasema alipopata tu nafasi ya kuwa mwamuzi juu yao, jambo la kwanza aliwaua watoto wa Gideon kwa wake halali wote 70, isipokuwa mmoja alitoroka. Maana yake waliuawa 69. Lakini roho iliyowaangamiza kuna mahali ilipata mlango wa kupita kwa ajili yao. Maisha yetu muda wote huwa yana vita, na wakati mwingine sio rahisi ukasema kila kihunzi utavuka. Tunavuka kwa sababu Mungu yuko katikati yetu.
Inasema kuna wakati sio kwa sababu tunataka, kuna vitu vinaingia kwenye mifumo ya maisha yetu kwa sababu wakati wote shetani anatutafuta, na lengo la kututafuta apate kutuzuia, apate kututumia. Shetani hajawahi kuumba, lakini hupenda kutumia rasilimali za Mungu kwa ajili ya utukufu wa kwake. Kuna vitu huwa vinapita kwenye maisha yetu na huwa vinapita vikiwa na malengo, vinatengeneza wakati mwingine mifumo ambayo ndiyo inayofuatilia maisha yetu. Ukiona leo nimesimama madhabahuni pa Bwana, ninasema umuhimu wa toba kwenye misingi. Ninajua kuna mambo mengi ambayo yamejengwa kwenye maisha yenu, ndiyo sababu kuna vitu vingi unapotamani kuvuka haiwezekani, kwa sababu kuna uwekezaji umefanyika unayoipa kuzimu halali juu ya maisha ya kwako. Kuna mahali kila ukitaka kuvuka haiwezekani. Kinatamani majira haya Mungu anayewajua ninyi, aliyetupa neema juu ya madhabahu yake, ninatamani akatende kwa ajili yenu kwa utukufu wa jina lake. Mungu aliyetupa neema hii akaruhusu tupande madhabahuni pake, yeye anayejua katika jicho la roho kila aliyoshikiliwa kwenye ulimwengu wa roho, ninatamani huyo Mungu akasimame pamoja nanyi. Hata kama kuna mambo ya kishirikina yakakamata maisha yenu, lakini wiki hii ninatamani madhabahu ya Mungu aliye hai, na kwa ile damu ya rehema, kila kilichopandwa kinachompa shetani uhalali juu ya hatua zako, acha damu ya rehema ya Yesu Kristo ikafanye agano jipya kwa ajili yako katika jina la Yesu. Inasema hata kama hizo mamlaka zimepewa uhalali, ndio maana huwezi kuvuka. Na natamani jioni ya leo, acha Mungu afanye kitu kwa ajili yako kwa utukufu wa jina lake. Takama yako hayo maroho ya kimadhabahu, akina Baali Beriti ambayo yanafuatilia. Gideon amelala, na maandiko anasema amelala katika uzee mwema, lakini roho ya uasherati iliyotokana na hiyo madhabahu ya Baali Beriti, iliyojengwa kutokana na yale mapambo ya watu wa Ishmailia, ambayo wala Gideon hakujua hiyo vita anayokwenda nayo. Yeye anajua ni ameteka mateka, amebeba hizo dhahabu, hapo akaitengeneza na ivela kwa utukufu wa mamlaka yake, lakini kumbe ni dhahabu ambazo zimebeba madhabahu za Kiishmailia. Akasimamisha madhabahu pasipo kujua, ikaleta uharibifu kwake na kwa uzao wake, watoto wake wakakatiliwa mbali kwa sababu ya hizo madhabahu. Ninatamani jioni ya leo Mungu aonaye sirini akatende kwa ajili yenu katika jina la Yesu. Kila madhabahu inayofuatilia uzao wako, inayofuatilia maisha yako, inayofuatilia hatua zako, acha mkono wa Bwana ukasimame kinyume chake, na Mungu akakuvushe katika jina la Yesu. Kama naongea na watu wanaonielewa, hebu piga makofi mbele za Bwana. Inasema kama ninaongea na watu wanaonielewa, hebu piga makofi mbele za Mungu aliye hai. Ni maombi yangu mbele za Bwana, kila kilichopandwa kinachowashikilia ninyi katika uharibifu, acha mkono wa Bwana na utembee pamoja nanyi. Inatamani ile damu ya rehema, ile damu ya Yesu Kristo, damu ya agano jipya ikafanya agano jipya kwa ajili yenu kwa utukufu wa Bwana. Kila agano la uharibifu lilosimama mbele yenu, acha mkono wa Bwana utembee pamoja nanyi. Ninawaombea hata kama yako maroho yanayowafuatilia ninyi, mkono wa Bwana utembee pamoja nanyi. Hizo roho zikawaachilie, hizo madhabahu zikaharibiwe. Ninasema hizo madhabahu, hayo maroho ya kuzimu yakawaachilie katika jina la Yesu. Kwamba ni mapepo, kwamba ni maagano, kwamba ni matamko, jioni ya leo acha mkono wa Bwana utembee pamoja nanyi. Kila alama za kuzimu zilizowekwa kushikilia hatima zenu, iwe kwenye malango yenu, iwe kwenye mahusiano, iwe popote, chochote kile kilichofunga maisha yako, ninakuombea jioni ya leo na Mungu akatende kwa ajili yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninayatamka haya kwa maana kabisa ninajua kuna watu wengine hawawezi kuvuka, wengine kwenye mahusiano. Kuna vitu wakati mwingine zawadi, kuna vitu vimefunga, yani kwenye mahusiano ya kawaida. Kuna watu wameshikiliwa wakati mwingine kwenye mahusiano yaliyotangulia, yamewashika kwenye maagano. Kuna wengine walipewa vitu, ama mchungaji wanajifunza, wacha nivuke hapo tuingie kwenye maombi. Lakini najua kuna watu wengine wameshindwa kuingia kwenye ndoa, na wengine wameingia lakini na vifungo kwa sababu ya mambo yaliyofanyika kwenye mahusiano.
Kuna wengine walipewa zawadi wakijua zawadi, kumbe wamefungwa kwamba katika kifungo hiki huyu hawezi kwenda kwingine, lazima atarudi kwangu. Na wengine wameambiwa kabisa, hata uhangaike uende wapi, huwezi kufanikiwa, kwa sababu wanajua walioyafanya kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Ninasema jioni ya leo, chochote ulichofanyiwa kilichokushikilia kwenye hayo maagano, jioni ya leo ile damu ya rehema ikatende kwa ajili yako katika jina la Yesu. Kwamba yamefanywa kwa ajili yako, kwamba yamefanywa kwa ajili ya uzao wako, ninakuombea jioni ya leo ile damu ya rehema ikatende kwa ajili yako. Simama mbele za Bwana. Nasema simama tu mbele za Bwana. Kiti chako cha rehema na kitazama. Kiti chako cha rehema na kitazama. Kiti chako cha rehema na kitazama. Magoti napiga Tunapoingia kwenye maombi haya, ninatamani kila mmoja uyabebe maombi haya kwa moyo. Kuna watu hamwezi kuvuka kwa sababu kuna vitu mlipewa. Kuna watu mnashindwa kuvuka kwa sababu kuna vitu mlivipokea kutoka mahali fulani, na hivyo vitu vimeinua madhabahu, na hivyo vitu vimeruhusu mamlaka zishikilie maisha yenu. Natamani unapoingia kwenye maombi haya jioni ya leo, nafsi yako iende mbele za Bwana ikijua hasara, uharibifu, madhara ya hivyo vitu vinavyoendelea kuishi kwenye maisha yako. Lakini ujue tunao mlango mmoja tu. Nimesoma kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi ya kwamba ikiwa kwa mtu mmoja Adam mauti iliingia ulimwenguni, lakini kwa mtu mmoja Yesu Kristo mauti iliondoka ulimwenguni. Tunayo mamlaka ya Yesu inayoweza kutuvusha. Inua mikono yako juu, omba pamoja nami, sema: Mungu wa rehema, Mungu wa rehema. Ninatamani kusikia watu wakiomba kwa sauti. Natamani kusikia sauti yako. Sema: Mungu wa rehema, ninasogea mbele zako, ninahitaji msaada wako. Wewe ni Mungu unayejua kila alama
iliyo kwenye maisha yangu inayonishikilia nisiweze kuvuka kwenye maisha yangu. Ninakuja mbele zako, ninahitaji msaada wako. Ninakuja mbele zako Yesu. Wewe ni Mungu unayejua kila zawadi niliyopokea na nguvu ya madhabahu kwenye hiyo zawadi. Ninakuja mbele zako Yesu mwana wa Mungu, kila alama inayotafsiri madhabahu za Baali iliyo kwenye maisha yangu, inayoshikilia hatima yangu na maisha yangu na uzao wangu, kwa damu yako Yesu, hizo alama ninaomba toba. Damu yako Yesu ikavunje hizo madhabahu, ikavunje hizo alama, na kila roho inayoshikilia hizo alama ninazikataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kitu chochote nilichokipokea, iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni zawadi, iwe ni mavazi yaliyobeba mamlaka za madhabahu za Baali, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, ninasogea madhabahuni pako, hizo alama zikaharibike, na kila agano linaloishi likatoweke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaamuru hizo madhabahu, hizo madhabahu, hizo alama, kwa jina la Yesu, toka kwangu kwa jina la Yesu. Inaualika moto wa damu ya Yesu ukayeyushe na kuteketeza hizo madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu kila mmoja inua kinywa chako sasa, nenda mbele za Bwana, omba kwa ajili ya hivyo vitu, kwamba unavijua au hauvijui, kwamba ni vya kwako au kwenye malango yenu, lakini vimeinua uharibifu kama wakati wa Gideon na kuangamiza uzao wake. Inaomba, inua kinywa chako, omba rehema, omba toba, omba mbele za Bwana. Kila kilichoinuliwa na madhabahu ya Mungu ikapate kuharibu kila kinachoshikilia maisha yako. Hebu nenda mbele za Bwana. Jehova mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, Baba, katika jina la Yesu, ninatamani kusikia watu wakiomba. Ndio, ninatamani kusikia watu wakiomba. Hebu nenda mbele za Bwana, wala usijihurumie, lakini tafakari hatari iliyoko mbele zako, na maombi ya kinywa chako ndio msingi. Pigana hiyo vita, nenda mbele za Bwana, omba, omba, omba. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya maono na kwa ajili ya siku ambayo umetupa madhabahuni pako. Wewe ni Mungu unayewajua watu hao wako waliozuiliwa kwenye maisha yao, kwa sababu ziko alama zinazoishi kwao, nami nawasogeza hawa juu ya madhabahu yako. Kila alama zinazoishi katikati yao zimeshika ndoa zao, zimeshika hatima zao, zimeshika kazi zao, zimeshika utajiri wao, zimeshika vipawa. Ninasogea mbele zako, ninawaombea hawa kwa damu yako rehema. Ndio, kila roho iliyowashikilia ili kuwazuilia, damu yako Yesu na ikapite katikati yao. Inasimamisha agano jipya, ile agano la wokovu, inasimamisha agano jipya katikati yao. Inaimwaga damu ya Yesu. Roho za mapepo, roko za kuzimu, roko za mapepo, roko za kuzimu, haya kwa damu ya Yesu, achia maisha yao. Kila ulipowafunga kwa agano hizo madhabahu za Baali, haya achilia watu hao. Ninautuma moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inatuma moto wa damu ya Yesu, na utuma moto wa damu ya Yesu. Ndio, moto wa damu ya Yesu. Kila maagano yaliyofanyika, maagano yaliyokamata watu hao, iwe kumepandwa alama za ushirikina, alama za kuzimu, kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa damu ya Yesu inazivua hizo alama, inaziteketeza kwa moto, yawe ni matamko. Ndio, kwa damu ya Yesu. Mapepo sikia, haya achilia watu hao, achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu. Ndio, achilia watu hao, achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa moto, kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu ya Baali, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka, achia madhabahu za kuzimu, toka, achia, toka, achia, toka, achia,
toka, achia, toka, achia, ndio, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Inaruhusu hiyo damu na ipite, ndio hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu na ikomboe na kufungua, hiyo damu ya Yesu. Kila palipofungwa, haya damu ya Yesu inaipitisha, damu ya Yesu. Mapepo sikia, haya hayo maagano achilia kwa damu ya Yesu, ndio kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kila agano lilofanyika tunalivunja, kila agano lilofanyika tunaliharibu, hayo maagano ya kuzimu. Kila agano lilofanyika tunavunja, ndio, na kila alama zinazoishi kwenye maisha yao, hizo alama zinazobeba nguvu za kuzimu, kwa damu ya Yesu tunapitisha moto, ndio tunawafungua watu hao. Kila walipofungwa, mapepo sikia, kuzimu sikia, haya achilia, achilia, ndio kwenye malango yao, kwenye nyumba zao, kwenye kazi zao, hizo alama tunavunja kwa moto. Haya achilia kuzimu, achilia watu hao, achilia kwa moto, kwa damu ya Yesu, ndio kwa moto, kwa damu ya Yesu, achilia kuzimu sikia, kwa amri ya Bwana. Haya achilia kwa moto, moto tunaupitisha, moto, moto wa damu ya Yesu, ndio moto, 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 moto. Tunang'oa hayo mapando ya kuzimu, tunang'oa hizo alama za uharibifu, tunang'oa pando ya kuzimu, tunang'oa hizo alama za uharibifu kwa moto na kwa damu ya Yesu. Tunaituma nguvu ya damu ya Yesu, ndio tunatuma nguvu ya damu ya Yesu, ndio nguvu ya damu ya Yesu. Haya haya kwa damu ya Yesu, hizo alama, alama, alama tunautuma moto, achilia, 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 iwe ni zawadi. Haya kwa damu ya Yesu, kila zawadi iliyobeba uganga, iliyobeba uchawi, tunaing'oa kwa damu ya Yesu. Iwe ni fedha iliyopita katika mikono yao, imetengeneza uharibifu, hizo roho za chuma ulete, kila matundo ya, ndio kwa damu ya Yesu, achia mikono yao hiyo, milango ya kuzimu, milango ya chuma ulete kupitia hiyo fedha aliyoipokea, fedha ya agano, achia kwa moto, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa moto, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa moto, achia kwa damu ya Yesu, toka, achia. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, iyo walishwa vyakula au walinywesha maagano, hizo alama za kuzimu na utuma moto, ndio hayo machakula yaachilie sasa, hizo alama za kipepo na ziachilie. Inautuma moto kila mahali palipokaa hayo maalama ya kuzimu, inautuma moto wa damu ya Yesu, ndio inautuma moto wa damu ya Yesu, inautuma moto wa damu ya Yesu, moto inautuma moto, inavunja kazi za adui, inavunja ngome za kuzimu, inavunja ngome za adui, inavunja ngome za kuzimu. Kila kilichowashikilia hawa, hiyo walivikwa mavazi yaliyobeba uharibifu, hayo mavazi yenye madhabahu za bari, hayo mavazi yaliyobeba alama za kuzimu, haya hayo mavazi inautuma moto, inautuma moto, inautuma moto, inautuma moto. Kila agano kwenye hayo mavazi, toka, achia. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ndio kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila misingi iliyojengwa iliyowashikilia watoto wako Mungu, ndio tunaituma hiyo damu ya Yesu, hiyo misingi ya uharibifu, hiyo misingi ya uganga, uchawi, kila mazindiko yaliyofanyika juu yao Baba, tunabomoa kwa moto na kwa damu ya Yesu. Tunaziharibu kazi za adui, tunaharibu mapando ya kuzimu, tunaharibu kazi za adui, tunaharibu mapando ya kuzimu. Ninawatakasa watoto wako kwa mamlaka damu ya Yesu, inawatakasa watu hao, damu yako na iwape kuvuka. Inawatakasa kwa damu ya Yesu, ndio kwa jina la Yesu, inawatakasa kwa damu ya Yesu. Kila roho inayowafuatilia ili kuharibu hatua zao, inaituma damu yako Yesu, inatuma damu yako Yesu, inaituma damu yako Yesu, inaituma damu yako Yesu, inatuma damu yako Yesu, inatuma damu ya Yesu. Kiwa unaendelea kuomba, kamata sadaka yako mkononi. Napoendelea kuomba, kamata hiyo sadaka yako mkononi. Napokwenda kuomba, kamata hiyo sadaka yako mkononi. Napoikamata hiyo sadaka, ninasema matamko haya: wako watu wameshikiliwa na vitu ambavyo yamkini hawavijui, hizo zawadi, na watu wameshikiliwa nazo. Kuna vitu tunavipokea, lakini wakati mwingine vimebeba madhabahu na vimefanyika tanzi kwenye maisha yetu. Inatamani toba hii, acha Mungu na akasikie maombi yako na toba yako, akuvushe hapo uliposhikiliwa katika jina la Yesu. Hebu omba pamoja nami kwa sadaka yako. Sema: Mungu wa rehema,
Ninaisogeza sadaka yangu kama neno lako linavyosema kwenye Mambo ya Walawi 17 mstari wa 7. Na kwa sadaka hii yale yote yaliyonimiliki yakamiliki maisha yangu kuanzia leo, kwa sadaka hii na kwa agano la damu yako Yesu. Hayo maroho na yaniachilie. Ninajificha madhabahuni pako kwa sadaka na kwa agano, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Kila roho zinazonifuatilia, roho za maagano, alama za kipepo, zikatoke mbele yangu, bali nguvu yako Yesu iende pamoja nami, nawe ukanibariki katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kanisa useme amen. Amen. Nikukaribishe sasa, taiweka sadaka yako hapo wakati waimbaji wanaendelea kuimba pamoja nasi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala si raha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi, wala si raha, ni kwa Roho Mtakatifu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, litukuze jina lako kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya kanisa. Asante kwamba neema yako na wema wako u pamoja nasi. Umetubariki Mungu Mwenyezi, umelituma neno lako, umewafungua watoto wako, na tazama wamekurejeshea sadaka hii ya shukurani. Itamalaki, pokea sadaka hii na upokee maombi ya mioyo yao, na ndivyo Mungu kaendelee kutenda kwa ajili yao. Nimewaombea hawa kutoka madhabahuni pako, kila maagano yanayoishi katikati yao. Ninapoipokea sadaka hii sawa na neno lako Mungu, ya kwamba hayo majini hayatawafuatilia tena, nami nakusihi jioni ya leo, ninapoipokea sadaka hii, ninawapokea na watoto wako juu ya madhabahu yako. Nakusihi kila kilichoinuliwa juu yao ukatengeneze huo mpaka. Ninazivuruga kazi za adui, na vuruga madhabahu za giza, roho za agenti hazina mamlaka juu ya watu hawa, bali na waombea kutoka kwako wale wote ambao wameungana pamoja nasi kwa ibada na kwa sadaka. Wabariki watoto wako kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana akuangazie na uso wake na akufadhili, na Bwana akuinulie uso wake akupe amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Awezekana kuna wengine wanatufuatisha kwa njia ya mtandao na wanashindwa kuona sadaka yao, wangelitamani kuungana pamoja nasi. Tunaweza ukaiandika namba hii 0675243050, 0675243050, na jina litatoka KKKT Wazo Hill. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wiki hili ni la maombi,
na tutaendelea na maombi haya. Napozungumza toba kwenye misingi, naelewa kile ninasema pamoja nanyi. Kama misingi ikiharibika, huko juu huwezi, na unaweza kufikiri uko salama, lakini kumbe adui anakutafuta mahali fulani, mahali pa Mungu kuonyesha utukufu kwa ajili yako. Kwa hiyo nikukaribishe, na siku ya Alhamis kesho kutwa tutafanya maombi mazito ya imani madhabahuni pa Bwana. Katika haya ninayoyasema, tutafanya maombi mazito, na haya ni maombi tunapozungumza misingi. Wengine maisha yao yameshikiliwa kwenye ardhi zao, kuna mahali fulani, kuna vitu vimeinuliwa. Kwa hiyo siku hiyo ukitamani kuja na alama ya vitu unavyomiliki kwa ajili ya maombi madhabahuni pa Bwana, kwa niaba ya vile vingine, unaweza kuja navyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ni udongo, kwamba ni mavazi, kwamba ni maono yako, naweza kuyaandika kwenye waraka. Na Alhamis tutakuwa na hayo maombi maalum na sadaka maalum. Mara nyingi tumefanya Ijumaa, lakini safari nitafanya siku ya Alhamis kesho kutwa. Tutaomba madhabahuni pa Bwana na ninakukaribisha, lakini haimaanishi ratiba nyingine zimefutika. Nikukaribisha usiku wa leo, yale maombi kwa njia ya mtandao saa 8 mpaka saa 9. Sisi tuko hapa, lakini Mungu akupe neema pale ulipo. Ingia kwenye ile YouTube account yetu ya usharika, na wale watu wa Tehama, ninaomba ile naita nini, jina linakimbia kichwani, lakini ile namna ya kuingia, tengenezeni, rusheni kwenye magrupu mbalimbali, ili watu wanaotamani kujiunga nasi kwenye maombi yale ya usiku wapate wepesi. Tengenezeni, rusheni kwenye magrupu mbalimbali ili wapate, lakini pia washirikisheni hata walio nje ya usharika wetu. Ni maombi yamefanyika baraka kwa wengi, kwa hiyo usibaki kuwa peke yako. Sisi tutakuwa hapa, wewe utakuwa kule uliko, lakini tutaungana kwa maombi yale ya usiku, na tunatembea neno la usiku. Bwana akuondolee mipaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa niwakaribishe usiku, lakini na kwa kesho tena jioni na usiku, na kwa wiki hii nzima. Kwa hiyo Mungu akupe neema na Mungu akuwezeshe. Na tuombe sala ile ya neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Mungu aliyebariki kuingia kwako abariki unapotoka, akulinda kuhifadhi hata uzima wa milele. Amen. Enendeni kwa amani ya Bwana. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza.